Kamati ya usimamizi wa ligi kuu ya NBC imeweza kutoa maamuzi juu ya matukio mbalimbali ambayo yaliweza kujitokeza kwenye michezo tofauti ambayo imechezwa siku za nyuma. Sasa ngoja nipitie kwenye taarifa ambayo imeandikwa na bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB na imechapishwa kupitia ukurasa wao wa Instagram. Taarifa hiyo inasomeka kama ifuatavyo. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Machi 26 mwaka 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Mechi namba 85 Pamba Jiji FC dhidi ya Simba Sports Club, klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa za maji waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu wakati wakitoka kiwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo huo. Hii ni mara ya pili ndani ya kipindi cha miezi miwili ambapo Februari 25, 2026 mashabiki wa klabu hiyo walimrushia chupa za maji mchezaji wa klabu ya Dodoma Jiji William Edgar wakati mchezo huo ukiendelea kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu na mazingatio ya kosa la kujirudia. Mechi namba 110 TRA United dhidi ya Yanga Africans. Klabu ya TRA United ya mkoani Tabora imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la wachezaji wake kuonyeshwa kadi zaidi ya 5 katika mchezo mmoja ambapo wachezaji hao walionyeshwa jumla ya kadi 6 kwenye mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 10 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mechi namba 126 Mtibwa Sugar dhidi ya Yanga. Mchezaji Diara wa klabu ya Yanga amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya milioni 2 kwa kosa la kumshambulia muamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu mara baada ya mchezo huo kumalizika kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mchezaji Diara wa klabu ya Yanga ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuonyesha kidole cha kati wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu. Diara ametenda kosa kwa mujibu wa kanuni ya 41 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji kwa sababu kitendo hicho kinaashiria matusi na dharau. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 cha ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Muamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu, Gilbert Mrina kutoka Kilimanjaro ameshushwa daraja la uamuzi kwa kosa la kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa mchezaji Diara kwa kitendo chake cha utovu wa nidhamu kumshambulia muamuzi kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 42 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia kuwa ni kosa la kujirudia ambapo muamuzi Gilbert Mrina alitenda kosa la aina hii katika mchezo namba 65 wa ligi kuu ya NBC Mbeya City dhidi ya Namungo na akaadhibiwa na kufungiwa mizunguko 3. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Muamuzi msaidizi nambari 2 wa mchezo tajwa hapo juu, Abdulaziz Ali kutoka Arusha amefungiwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu ambapo katika dakika 36 ya mchezo alinyoosha kibendera juu kuashiria kulikuwa na kosa la kuotea kabla ya mchezaji Emmanuel Mwanengo wa Young Africans kupokea pass kutoka kwa Pacome Zuzwa. Hata hivyo, hakukuwa na kosa la kuotea kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza cha ligi kuu juu ya udhibiti wa waamuzi. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Machi 27 mwaka 2026. Kwa hiyo kutokana na taarifa hii ambayo imetolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania Bara
inaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba mchezaji ama golikipa wa klabu ya Young Africans atakosa michezo 3, lakini jumla ya faini ambayo ametozwa na bodi ya ligi kuu ni milioni 4. Unaweza kuona namna gani kikosi cha Young Africans kitaendelea kupata pigo katika eneo la golikipa. Nini maoni yako juu ya kitu ambacho kimetolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara? Dondosha komenti yako hapo chini. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Dost Media.